أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشفي كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونور بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. يقول الله سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. صدق الله العلي العظيم. Tuko katika safu ya pili ya malengo ambayo yalikuwa ni aina 4. Twazungumzia aina ya kwanza yanayohusu mahusiano ya mwanadamu na Mola wake. Tumezungumzia masala ya maarifatullah, kitu cha kwanza katika kujenga mahusiano. Tumezungumzia al-imanu billah kama ndia nyingine ya kujenga mahusiano. Tukasimama katika athari za maarifa sasa na iman, kabla hatujaenda ndia ya tatu, sababu tutazungumzia malezi na lazima tuone athari zake za kijamii. Ndio tukazungumza jana maarifatullah au al-imanu billah ziko na athari gani katika jamii ya Waislamu. Tukazungumza athari ya kwanza ni at-tumanina wanshirahu as-sadr, kwamba ala bidhikrillahi tatma'innu. Athari ya tatu tukazungumzia ni nini? Ni takwa. Kwa kadri anavyojengeka maarifa mwanadamu na imani yake, ndivyo kwa kadri anavyokuwa katika takwa yake. Hata katika ilmu al-kalam wametaja katika sababu kubwa za takwa, kwanza ni al-ilm. Moja ni al-ilm. Kila maarifa yako kuhusu kitu yakiwa makubwa na imani yako ikawa kubwa, kinga yako yapanda. Na ndio utaona katika jamii Mwenyezi Mungu atuambia, tukishakuweza kutengeneza jamii ya watu wenye maarifa na imani, ikatoa matunda ya tumanina na ikatoa matunda ya takwa, takwa nayo pia yazalisha matunda, haibaki hapo. Na hapa ndio utakuja kuziona hizi amali za Kiislamu na barnamiji za Kiislamu zaingiliana, kila moja yachangia kwenye nyingine. Nitawasomea tu aya 5-6 haraka haraka bila ya kusherehe sana, muangalie athari za takwa, ama takwa yatupeka wapi.
Mfano suratu Ali Imran aya 123, Mwenyezi Mungu atuambia fattaqullaha la'allakum tashkurun. Ile hapa na nitakuja kwenye shukurani ambayo ndio ndia ya tatu, yani ilivyofungamanishwa baina takwa na baina ya nini, kushukuru, ambayo ina athari kubwa katika jamii. Katika suratul A'raf aya 63 Mwenyezi Mungu atuambia walitattaqu wa la'allakum turhamun. Walitattaqu wa la'allakum turhamun. Hapa imefungamanishwa takwa na rahma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mutarehemewa kupitia takwa. Suratul A'raf aya 96, takwa na baraka katika maisha. Walau anna ahla alqura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kwa hivyo kufunguliwa baraka za mbingu na za ardhi kuna mchango mkubwa wa ziungo zingapi? Ziwili, amanu wattaqau, kuwa na imani na kuwa na nini, na takwa. Aya nyingine suratul Baqara Mwenyezi Mungu afungamanisha takwa na ilmu alipotuambia wattaqullaha wa yuallimukumullah, mcheni Mwenyezi Mungu na mkimcha Mwenyezi Mungu takwa itakuwa ni sababu ya kupata nini, ilmu. Aya nyingine pia kuhusu ilmu suratul Anfal aya 29 Mwenyezi Mungu atuambia ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Na furqana ni stage ya maarifa. Maarifa ya mwanadamu yana stage. Moja katika stage ni furqan, na utaziona hizi Mwenyezi Mungu amezizungumza katika ile aya ya mwezi wa Ramadhani. Semaje Mwenyezi Mungu? Shahru Ramadhana alladhi unzila fihi alquran hudan wa bayinatin wal. Stage ya tatu, kwanza hii Qur'ani yatupa sisi hudan, yani ufahamu wa kawaida tu, swalini swali, fungani funga, hiyo ndio hudan. Kisha yatupa bayinatin min alhuda, ule uongofu tulouyua tusali hutubainishia malengo yake na hikma zake. Pale mwanzo ni funga, lakini kwa nini nafunga? Faida za kufunga ni kupata saumu, umeongeza sasa bayinatin min alhuda. Kisha kuna na stage ya tatu, hii ni katika maarifa ya hali ya juu ya Qur'ani, nayo ni stage ya nini, ya furqan, yasababishwa na takwa. Kwa Mwenyezi Mungu akatwambia ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana, atawapa maarifa na elimu ya kiwango cha nini, cha furqan. Furqan waweza kuniuliza ustadhi, ni kiwango gani? Tumeelewa huda ni kuelewa tu, bayinat ukafahamu na hikma zake. Furqani ni ipi? Hapa mpaka kuingia msaada wa Mungu. Furqani ni nini? Haya maarifa, pata masala haya ya elimu za tajribia, hususan katika mambo yenye alaka na maisha ya mwanadamu, katika misimamo yetu ya kidini, katika misimamo yetu ya kisiasa, katika misimamo yetu ya kinini. Kuna mambo aina tatu, kuna mambo aina tatu kama hadithi ilivyoeleza. Kuna haki iliyo wazi, ila mtu haki iliyo wazi. Kuna na batili iliyo wazi, haitaki tochi, haitaki chochote. Ukitoka huitunda wewe, ile nini, ni batil. Sasa ni nafsi yataka ama haitaki kuepuka, lakini huna ndia ya kuifremu na kuitetea. Kila mtu ayua, na hiyo ndio ile hadithi ya Mtume, kuna halalun bayinun wa haramun. Shida iko wapi? Watu wengi hawapotei hapa. Shida iko hiyo, wa bainahuma shubuhat. Hapa katikati hapa
kuna mambo rangi yake ya halali, testi yake ya nini? Ya haramu. Hapa katikati hapa. Na hapa ndipo kunapotokea ikhtilafu kubwa sana ya kulibaini hili ni halali ama hili ni haramu, hili la sawa ama hili la nini, la si la sawa, hili la haki ama si la haki, mpaka uwe mtulivu sana. Sasa na moya katika elimu ni wale wenye furqan, yani alladhina yufarriquna baina alhaqi walbatil. Sasa kuna ilmu ya kuelewa halali ni ipi na haramu ni ipi. Hizi ni elimu rahisi sana, ndio hizo alhuda wa bayinatin, lakini kuna ile stage ya furqan hapa mpaka kuingia na tawfiki ya Mwenyezi Mungu. Mungu akusaidie, ndio ile walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wewe ukitoa bidii na huja ile pushing, Mwenyezi Mungu akakuonesha silo hili. Kuna mambo waweza ukafikiri sura ufikirio hutoboi, hupati maamuzi, hupati utatuzi, pengine ukilala ukaota mathalan, ukaota ndoto ambayo ikakupa ishara jambo hilo usifanye, na yategemea katika kuona kwako sasa ile taufiki, au Mwenyezi Mungu akakutolea jambo ambao hukulitarajia, likatokea lile jambo likakusaidia kufahamu mambo mingi ambayo kwamba wewe bado ulikuwa huyafahamu, na ukanena lau lilikuwa halikutokea hili, mimi ningelikuwa mmetukua misimamo mingine, ningelikuwa mzee kuniangamiza. Sasa lile jambo lilotokea lile lina alaka na taufiki ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Usione taufiki za Mwenyezi Mungu huwetwa miujiza, huwetwa kwenye mambo ambayo mara nyingi, ndugu zangu, iko hapa, mara nyingi sote si mawali peke yake, twayapita twayaona, lakini hatuyatamali, tuyatamali kabisa. Ziko isharati za tuzunguka, lakini zataka wewe uwe multafit kuziona. Makayana katika darasa niliwatolea Kiswahili, lakini kina alaka. Sitaki kumtaja hili, na mtu mwenyewe amekufa. Nimetoka nyumbani kuchelewa, ilikuwa siku ya Juma, nakimbilia kuja kuswalisha Juma nyumbani kwangu, na huku masafa huu. Nilipofika pale Kinooni, mimi nakona kushuka Kinooni, huyu jamaa ashuka kutoka ule mlima wa Anisa yule. Yeye mimi sikumuona, yeye ameniona maungo, akanipigia mayowe. Nani katika watu ukiwaona dhuafa, yani katika misingi ya kijamii inaweza kuwa hawahesabiwi. Hapa ndio hatari. Waweza kumuona huyu mtu Mungu anisamee, mimi pia nikanena huyu yao kunichelewesha tu yao kwenda Juma. Nikajaribu kumpuza, ataka nimgoje, na akianda una mazungumzo marefu, kabidi nimgoje. Ananiambia ni habari muhimu sana. Niambia kuna, akanambia yana nimemuota babako. Kitu nzuri sana. Mzee ashakufa. Akanambia yana nimemuota babako Konge shamba kule. Uko yule nini? La kilima, time za dhuhuri yua huwaka, na mimi hupita kwa mbali, akanitambua, akanipigia yoe, akanambia ndo unipe swala ya jamaa. Yani ataka kuswali ya dhuhuri, lakini yuatafuta mtu ambaye ataswali naye jamaa. Katika kupanda kwenye kilima hivi, angalia, akaniona mimi, akanamkua kwa ina langu. Mimi kaenda tukaswali. Nikamwambia umemaliza yeye? Sasa ndo zangu. Mimi siko kwenye yale anambiao, mimi na hamu ya kukimbilia kuwa nini? Aminu si aminu, siko amekufa ndo. Amini usiamini, ioni magharibi niko nyumbani naambia fulani amekufa. Na katika baadhi ya tafsiri za ndoto, ukimuota mtu alokufa akakuita kufanya kitu ukarespond, sikiliza vizuri, ni katika ishara za mauti. Si kumuota tu alokufa, ukamuota alokufa na akakwambia ndoto fanya jambo fulani pamoja
na ukafanya hukukataa pale kwenye usingizi wala hakutokea lolote, mara nyingi tamani, sitaki msitukue zitu hizi kama wahyu min Allah, mufassirina wa ndoto wanena mara nyingi ni ishara ya kuitwa na nini, na mauti. Sasa yule jamaa alikuwa yuaniaga, lakini ma kuntu multafika. Lengo sitaki haya. Lengo nataka kuambia kutoka asubuhi ukiamka wewe, katika kutembea kwako, katika harakati zako, katika kulala kwako, kuna isharati nyingi wazipita huzioni wewe. Zataka kuwa mtulivu. Tafadhalini musende mukafanya maradhi ya wasiwasi, mukaenda mukaanza sasa na mukawana kila kitu ukipigia nini hisabu. Tawapa mfano mwingine sasa wa Qur'ani. Nabii Allah Musa alimuomba Mwenyezi Mungu ataka kusoma zaidi, ataka hiyo Furqan. Sawa? Si tuko hiyo mkimcha Mwenyezi Mungu atawapa nini? Mwenyezi Mungu akamwambia kuna mja wetu mmoja ndio mwenye elimu hiyo, mpaka ondoka mzenge. Tampata yeye, akamwambia wewe toka tu kamzenge. Akapewa ishara. Ukiona hiyo ishara yua huyo jamaa uko Arabu. Akatoka na mwane ule gulamu, wakenda sijui siku ngapi, Qur'ani haielezi, paka wakafika pale mahala wakapumzika, wakainuka, paka wakashikana ndaa, sio tufika pale kwenye suratul Kahf, akamwambia laqad laqina min safarina hadha nasaba, tumechoka sasa, atina ghadaana, sasa tupe lunch sasa tule. Ule akamwambia iwi ule ghulam, sasa mwanafunzi wa Nabii Allah, wakumbuka pale tulipoketi kupumzika, kikapu nilikisahau pale. Yani kama mathalan mmetoka nyinyi mwendao mukafika mahala shamba, mukaketi tena mti mukalala, baada ya nusu saa mukainuka mukatembea kwa masaa, si masaa ya dakika 5, mukishtuka kumbe pale mlipoketi kwenye mti mmesahau nini, ikabidi wafanye nini, warudi. Ndani ya kile kikapu kulikuwa watukuzie samaki, ndio ule samaki wakirudi ameingia ruhu, ametoka kwenye kikapu, ametambaa, ameingia baharini. Sasa kumbe kule kusahau kwao kikapu pale mahala ni ishara, pale mahala ndiko wanapotakikana waonane na nani, na Khidr. Wao walikuwa wamepita. Sasa kwa kuwa wamepita wendao, ikabidi wasahau kikapu, wakarudi kukitafuta nini, kikapu na samaki wao. Wakirudi kikapu na samaki hapo, wakampata nani, wamtafutao, na ni Khidr. Ndio Nabii Allah Musa akamwambia Nabii Allah Khidr, hal attabi'uka ala an tuallimani mimma ulimta rushda, nataka nikufuate unifunde nami hiyo elimu ya kufasiri mambo yasioeleweka, sio halalun bayyinun, wala nataka ile furqana, wayaj'al lakum furqana. Lakini wayaj'al lakum furqana, Nabii Allah Khidr akamwambia Nabii Allah Musa, utaweza kusubiri? Ndio yale mpaka mwisho. Sasa kwa tafsiri zetu sote tungelikuwa unena fanya makosa kabisa, kwenda kuitoboa mashua bana, badala ya kupoa lifti. Wao omba lifti, wamepoa lifti, wakisikilia katikati ya bahari. Nabii Allah Khidr afanye nini, atunde nsubari aitoboe. Hata Nabii Allah Musa zilipanda baada ya bisa, anambia akharaktaha litughriqa sheghe, baipasua utuzamishe mando, kisha huyu umetusaidia bwana. Akamwambia alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Wakaendelea mpaka mwisho. Sitaki kutoa Kiswahili, nataka hiyo intattaqullaha yaj'al lakum furqana. Si kila jambo huonekana wazi jamanini, mpaka uwe na mato ya kuona. Na mato hupatikana vipi? Tajruba nyingi ya maisha, khibra nyingi ya maisha, kuyua kutofautisha baina ya uraka wa asali na subili iliyoko ndani. Sasa experience mara nyingi ukutini ya vijana huwa bado huhadawa mpaka apate experience, na taufiki ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika matunda ya takwa ni hapa
Takwa inakupeka unakuwa maa Allah, ma'iyatullah. Suratul Baqara Mwenyezi Mungu atuambia wattaqullaha wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Cheni Mwenyezi Mungu na muyue kwamba Mwenyezi Mungu siku zote uko pamoja na nani? Na wenye takwa. Baqara hiyo 194. Mwisho mafanikio yoyote duniani na akhira Mwenyezi Mungu ameyafungamanisha na takwa. Katika suratul Talaq Mwenyezi Mungu atuambia waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Makhraja yani mafanikio. Hungii kwenye mitihani usikose mlango wa kutoka, yani ukafaulu. Hungii kwenye mambo usikose mlango wa nini? Wa kuvuya, yani kufaulu. Siku zote we utaona kuna inayatullah, kuna mikono ya Mwenyezi Mungu ikuendeme. Kila pafungikapo mlango ukaona kiza, mara utaona kumefunguka hata kama mkidirisha. Inaya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tatu, tuko katika athari za imani na maarifa katika jamii. Ya kwanza nimewaambia ni tumanina, ya pili ni nini? Takwa, ya tatu tajannubul maasi, au kwa lugha nyingine kukiuka sharia. Kwa lugha za Kiislamu kufanya madhambi, kufanya maasia. Leo kidogo ni watukue katika safari ya kilimwengu mje mfahamu. Leo bajeti kubwa kwenye nchi ni nini? Ni sekta gani? Hizi nchi zina sekta. Kuna wizara ya afya, kuna wizara ya elimu, ya kilimo, ya nini. Nchi kubwa ulimwenguni number 1 bajeti yake huwa kwenye nini? Ulinzi, sio? Ulinzi maana yake ni nini? Silaha, mabomu, sio? Nini? Kwa nini silaha na mabomu na nini hulindwa nani? Mwanadamu. Kama mnaelewa vizuri sana. Lao nchi zote za ulimwengu including nchi zetu za ulimwengu wa tatu zitaondosha wizara ya ulinzi, iwe haihitajiki tena, na iwe bajeti ile inaokwenda kutumika kwenye silaha na makombora na nini zitaletwa kwenye maendeleo ya wanadamu, kuna maskini atabaki katika hii dunia? Upo maskini? Usiangalie bajeti ya mwaka wa 21, angalia kutoka ile nchi yande mpaka leo ni mapesa mangapi yametumiwa katika kwenye nini? Mambo ya kijeshi. Tatizo lote nini? Mapolisi, majela, sasa ingeza, majaji, wote uzengewa nani? Muhalifu. Muhalifu katika lugha ya Kiislamu ni nani? Mwenye dhambi, anayefanya madhambi. Huku amehalifu kanuni za kiserikali, huku amehalifu amri za nani? Za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa kuna polisi na mlinzi bora kama imani ya kwamba Mungu uko na wewe saa zote ukuangalia. Tumeelewana vizuri sana. Leo kile kiswa amekieleza Imam Nawawi katika Riyadhus Salihin ya wale watu watatu waliokwenda kwenye jabali wakaingia kulala kupumzika, mara kukaanguka jiwe likazibika mlango, na ni jiwe zito, wote watatu hawawezi kulisukuma lile jiwe. Ima wabaki kusurvive kule ndani mpaka wafe, au kutokee bahati nasibu, sijui itatokea vipi. Walipokata tamaa kabisa, hakuna la makharaja lahum, kama Nabii Allah Yunus kwenye matumbo ya nani? Ya tewa. Waliamua wakamwambia, jamaa, hala katika kila mtu katika sisi akumbuke jambo lema alomfanyia Mwenyezi Mungu, tutawasali. Akaanda wa kwanza, sisi mtakao. Akaja wa pili, sisi mtakao. Taka watatu. Leo watatu akanena, mimi nilipokuwa barobaro nilikuwa na uwezo. Kuna siku Mungu alimtunga binti mzuri, kila nikimtongoza hanitaki, na alikuwa ameikinga sawa sawa kwa takwa ule binti.
lakini kuna siku ule binti ulimwengu ulimpiga kisawasawa, na ikabidi aje kupiga maondo kwangu kuniomba. Mimi nikaona ile fursa nilikuwa nikiizengea kila siku, yeo imekuja kwa mkono. Akamwambia ule binti, takufanyia utakacho, lakini uniridhie nitakalo. Na kwa kuwa ulimwengu umempiga sawa sawa, ule binti ikabidi aridhike. Akamkubalia, akausalimisha mwili wake, anavyosema katika Imam Nawawi katika Riyadhus Salihin. Nenda tukaisome katika babu tauba, hii hadithi nafikiri. Ule bwana anena yani kila kitu kishatayarishwa, nimeketi maketo ya kufanya sasa. Ule mwanamke akawa mato yake huangalia mbinguni, likamtoka tu katika mdomo wake, akamwambia, yani fanya ufanyalo, lakini ittaqillah. Bas, nimekusalimishia mwili wangu, lakini ittaqillah. Ule bwana akanena, taufiki ya Mwenyezi Mungu. Sasa lile neno ittaqillah lilikuwa kama chembe, lilipiga moyo wangu, maana yake kulisinya kila mahali. Mwisho kunifahamu, lile neno lilinipiga moyo kama nini, kama chembe. Nikahisi kama nimeshikwa na baridi ya nini, ya kitapo. Alirudi nyuma ule mwanamume, akaketi kwa kitako, akakumbuka kwamba hapa nitakalo kulifanya nani anaoniona? Allah subhanahu wa ta'ala. Akazungua uso wake, akamwambia ule binti, vaa nguo zako, tukua hii mahitaji yako, nenda zako, nimekupa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Akamhutubu Mwenyezi Mungu, akamwambia, na yeo ya Allah, kwa dhiki hizi nilizonazo ndani ya jabali hili, na kitendo hiki nilichokifanya mbele yako kwa ikhlas na kwa ajili ya takwa, na kuomba utufungulie hili jabali. Jabali likafunguka, wakatoka. Ni nini kilichomwatisha yule peke yake? Ndio nataka kumuuliza. Kuna mtu jana ameniandikia suala na wengine, usimuone mtu hufanya madhambi ukamhukumu hana takwa kabisa. Hizi zipimo kidogo zirekebisheni jamani. Usimuone mtu huteleza hapa na pale ukamfuta kwenye hisabu ya Mwenyezi Mungu. Huyui wakati gani aweza kupiga break akarudi kwa Mwenyezi Mungu na akapokewa kwa mikono miwili. Huwezi kujua. Huyu alikuwa ashangia kwenye nini? Cycle ya maasi. Kuna ndia sha. Kama alikuwa sisi upita huko nyuma hataki kujua tena, shabadri kwa ina ni mzinifu ule kwenye nini? Kwenye mui, na hakuna toba tena. Kinaangalia vile alivyopiga bautani. Ampiga bautani wapi? Kitandani. Si matezo jamani. Tauba imekuja kumuokoa tayari, ashaingia, ashavua nguo, ashaketi maketo ya kila kitu. Baba Mwenyezi Mungu amemtoa kama kumtoa unyewe katika nini? Katika unga wa ngano. Usidharau, usifishike moyo. Watu wengi hukwambia kindu tumefanya maasi sisi, la. Na ndio rehema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo waambia jana, muonesheni Mwenyezi Mungu, sio saa zote Mwenyezi Mungu ni mtu wa kuchoma watu kwa moto. Sababu yule anayefanya maasi, yule anayemwasi Mwenyezi Mungu ameshapewa kwenye taswira yake, mimi motoni tu. Mimi motoni tu. Mpaka amefika wakati nazika kile mbali shekhi. Sasa shakuwa motoni, ufanye nini sasa? Hata na hiki kilobaki yetu maliza. Sio? Muoneshe kwamba la mahma ta'atta lillah, namna utakavyokuwa mbali na Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu amekuatia mlango wake uko wazi, wakati wote utaweza kurudi, kwa sharti alla tushrika billah. Mwenyezi Mungu asema inna Allaha la yaghfiru dhunuba jamia, lakini la yaghfiru an yushraka. Kimbia shirki kama kukimbia nyoka. Shirki ndio hatari sana, kumwekea Mwenyezi Mungu mshirika, kumwekea Mwenyezi Mungu Mungu wa pili. Lakini makosa mengine siko kwenye kuyahalalisha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yakbalu taubata an ibadihi, la tayasu min
min rahmatillah. Kwa hivyo kinachotulinda kabla ya polisi, kabla ya jaji, kabla ya koti, kabla ya jela, lau twaweza kujenga jamii ya Kiislamu yenye imani na yenye takwa na yenye kufahamu ile al-ihsanu an ta'budu Allaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu, wewe ikawa kipimo chako Mungu aniona ama hanioni, aridhia ama haridhii. Wewe katika kipimo chako badala ya kwamba ni polisi si polisi, ni raqibun atid, ni malaika kiraman katibin, wanaoandika. Basi jamii haitaji polisi. Ule katika wakati wa khilafa alipokwenda akajipeleka mwenyewe akanena, kabla ya khilafa, wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mwanamke ule amekwenda amwambia, ya Rasulullah, zanaitu. Zani jamani, hadhara za watu, amekuya parwanja mwanamke amuita Mtume, ya Rasulullah, nini? Zanaitu, amwambia nimezini, faqimil hadda alayhi, nisimamishia hadi. Hakwenda kushikwa, wala hakuna mashahidi, wala hakuna amepekewa ripoti, hakuna ayuwao wala aloona, ayuwao yeye na Mola wake. Akenda ye mwenyewe kwa Mtume kuwambia, zanaitu, nimezini ya Rasulullah, nisimamishia hadi. Mtume akamzungua uso wake, yani akampuza, lengo atakaende zake, enda katubie, kwisha. Kwanza. Pili, shahidi ya zina inaostahiki kupigwa hadi ni mashahidi wangapi? Wanne. Au kama si mashahidi ni iqrar, ni mtu kukiri mwenyewe amefanya, lakini ni sharti pia akiri mara ngapi? Ndio ile mara ya kwanza Mtume alizungulia uso kama kumpa ishara, nda zako haijathubutu hadi kwako, hujakiri mara ngapi? Mara 4. Akarudi akamwambia, ya Rasulullah, zanaitu. Ya pili, ya tatu, ya Rasulullah, zanaitu, mpaka ya 4. Ilipomaliza ya 4, Mtume akamwambia, laqad wajaba alhad, hadi shakuwa wajibu sasa. Na alikuwa ni mutazawija, ikabidi ni rajmu. Sasa na wapa hadithi hii, mutahadhari sana kumdharau anayefanya maasiya. Wale walotoka kwenda kumpiga mawe wakawa humrushia maneno sasa, lugha zetu motoni ama yao, yani wakawa watoa maneno ya nini, ya kumkejeli. Wewe imagine mtu amewekwa mkunguni pale, upigwa kwa mawe, ni mzinifu, huwa maana yake kuna mtu muovu katika jamii katika kama yeye. Mtume akayasikia yale maneno. Sikizani jawabu ya Mtume, sallu ala Muhammad wa Mtume amwambia, laqad tabat taubatan law wuzi'at ala thaqalaini lakafathuma, huyo ametubia toba lao watawanyiwa majini na wanadamu itawatosha. Upo jamanini, huyu unaitukana huyo ametubia toba, sio yake pekee. Ile toba yake lau utaruhusiwa tupewe na sisi, itatosha kutufutia madhambi sote. Uko na mimi vizuri? Ametubia toba, lau itawanyiwa watu wote wana maasi yao, walouua, alozini, alojepa, alofanya kadha, wote watawanyiwa. Toba ya huyu itatosha kufuta madhambi yao. Ni kiumbe aina gani huyo jamani? Ni ikhlasi gani ilomtukua yeye pamoja na kumkosea Mungu akaja pale? Ni kwamba alikuwa uko tayari adhabu ya duniani, lakini hako tayari kwenda akhira. Ataka kwenda akhira tahara na damu zake mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hataki kwenda kukutana na Mwenyezi Mungu akiwa na madhambi katika mwili wake, na hadi yaosha madhambi. Sitaelewana vizuri sana. La taqnatu min rahmatillah, musi madharau wanaofanya madhambi, wapeni moyo warudi kwa nani?
kwa Mwenyezi Mungu, na aweza kurudi akawa ndio hutuongoza sote tulioko huku. Athari ya nyingine ya imani wamenena ni kujenga jamii. Leo watu wote watafuta nguvu katika dunia, na kiungo kimoja cha nguvu ni nini? Ni kuwa wengi, sio? Lakini hamuwezi kuwa wengi mpaka muwe na kiunganishi cha kuwaunganisha nyinyi. Ukinena mimi haina tatizo, ukitaka kunena sisi utaulizwa nyinyi nani, kinachowaunganisha nani? Watu wamejaribu kila ndia, wamezojaribu kabila, wamezojaribu ashira, wamezojaribu taifa, watu wamejaribiwa. Kuna miungano kila aina imeundwa duniani. Kuna muungano wa kikabila, muungano wa kadhaa, muungano wa kimtaa, muungano sijui wa kina nani. Watu wote hii miungano utafutwa nini? Utafutwa nguvu, utafutwa mshikano. Lakini hakuna muungano bora ulodhihirisha matunda yake katika ardhi, sio katika makaratasi, kama muungano wa watu wenye imani. Na ndiye alikwambia Waarabu wataungana kama Waarabu hawasongi mbele hatua moja. Waarabu walikuwa huisabika kwa zanda, wamepambana na dola mbili superpower shekhe, Rome na nini na Furs na mafumo yao ya kuchonga kwa zipande. Wale wana kila aina silaha mpaka manjaniki na mabomu, na wakawashinda na wakaziangusha dola mbili. Na wao katiti, hawana elimu, hawana silaha, hawana, hushindwa kwa kila kitu isipokuwa kitu kimoja tu, kwamba wana nini? Imani. Leo Waarabu ni mamilioni mangapi wametawaliwa, hushindwa kukiondosha Kiisraeli cha milioni 5. Leo wote watanganye Misri, Saudi, sijui wapi, ongeza na Waislamu, Turki, Irani, nini, ongeze wote. Ni milioni ngapi? Simande ule mwenye kunena lao watatupa mate tu, mate yao yote utosha kutengeneza gharka ya kuigharikisha nini? Israeli. Baketizia hungoja Umoja wa Mataifa, natulubu, nashjubu, narju, twaomba Bankimoni uturegeshewe haki zetu. Hayaombu hayo, hudhalilika nyinyi. Lakini Mwenyezi Mungu amepiga dhilla. Kwa nini amewapigia dhilla? Kwa sababu ibtaadu anil iman. Ile kama wale Banu Israili, dhuribat alayhimu dhillatu wal maskana 40 sana, wakawa kwenye majangwa huzengea enzi hawaipati 40 sana. Umeona leo Harabu wale ambao walikiishi majangwani wajua kuandika, nimewaambia juzi, watu 13 kwa muda mfupi wamekuja kupewa iman, wamekuwa ndugu. Hawamjui huyu ni al-Afriqi Bilali, hawamjui huyu Suhaibu ni nani, Ar-Rumi ni Mromo, hawamjui huyu nani Salmanul Farisi ni Mfursi. Wapijana kikuku kimoja, hakujulikani huku ni Mwarabu, ni mtu mweusi, ni Mromo, ni Mfursi, wote wajulikana innama almu'minuna ikhwa. Bas ajabu walizofanya. Sasa matunda ya imani ikijengwa na maarifa ya Mwenyezi Mungu huua hizi zijopo zingi zinazotugawanya, kwa wale nkina nani, wale mbaungwana, wale mbatwana, wale mbahiyau, wale mbeusi, wale mbeupe, wale mbekundu, wale bluu. Hizi zote upotea, huja nini? Huja al-iman. Na al-iman la launa lahu wala lughata lahu, haina lugha, haina rangi, haina chochote, ina tu aqida, ina mabda. Sijui mmenielewa vizuri sana. Ndio pale ile hadithi kawasomea yuzi, Mtume akatwambia mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tara kamathalil jasadil wahid. Watakapokuwa watu ni waumini, automatic taki mitingi, taki semina, hata kichochote, automatic wewe utajikuta wamtafuta muumini mwenzako, automatic. Kwa faida, kuna jamaa mmoja katika marafiki zetu, si Muislamu, msomi,
kwa tazungumza naye, na nafikiri maneno haya pia siku moja nimewahi kuambia hapa kwenye hotuba ya Juma. Anipa neno likaniathiri mimi mwenyewe mpaka leo hulipigia hesabu. Aliniambia kama yeye ameishi na mila za Waswahili, ayua amani, ananiambia ustadhi, nitakwambia kitu kimoja. Kitu gani? Sitaki kutaja majina ya makabila hapa, lakini nitataja ishara mtayua. Ananiambia wewe umewasikia kina fulani kwenye majukwaa yao zungumza umoja? Anambia sijawahi kusikia. Ananiambia wazunguka kila ukisikia kwenye jukwaa uzungumza umoja kina nani? Anambia kama sisi, kama nyinyi, pia wana matatizo hapo. Na wenyewe akaniambia kwa sababu hatuna mwenye nacho aneni. Alinigusa kitu na nikaanza kusoma kweli ulimwenguni. Hapa Kenya watu kanaangalia kabila fulani, wewe kuwasikia waweka semina ya umoja mewahi kusikia sio na mbona automatic wana umoja hapa mpaka kwenye biashara zao na kwenye nini? Sisi huimba umoja msikitini, kwenye mimbari, kwenye majukwaa ya siasa, kwenye Facebook, kwenye WhatsApp, huimba asubuhi kama Allahu akbar kabira walhamdulillah kathira, na kila tukiamka asubuhi huzidi kupoteza umoja wetu. Kanambia umoja ni element ikiweko, ima ni damu yenu, ama ni ukabila wenu, ama ni dini yenu, yafanya kazi automatic hata kuketi kuzungumzwa. Na ndio utakuta Mtume hakuwa na khutba za umoja, aliwapa kitu kikatembea kwenye damu zao. Kilipotembea kwenye damu zao automatic walikuja kujikuta nani ni wamoja. Nikayapika zaidi. Siku leo kwamba leo kweli neno nilitokuwa ninambia kama saa moja magharibi watu kwa barazani. Usiku kucha kaulifikiria lile. Kalipika tena. Shakauliza kanena, hapa kwetu ushi kwa watu, ima kisiasa ama sijui mara utasikia mtu amepotea, mayowe, maandamano, mitandao, status. Lakini mbona kwa wale jamaa wengine kuyaoni mambo haya? Na utaona baada ya siku 3 4 mtu amewapa. Sijui mmenielewa vizuri sana. Wafuata strategy gani hawa? Wana mambo gani hawa? Nikaja nikafika mimi katika maoni yangu ndio yafikia mwana nikakuapa, naweza kupata naweza kukosa. Kaunganisha ile maneno kwamba mayowe mengi si dalili ya kwamba ufanywa kazi. Yume nifahamu? Maandamano mingi si dalili ya kwamba umma umefanya nini? Umeamka. Bali waweza kupata umma, wewe angalia ni Waarabu kila siku andamana mara ngapi? Kuna mahala ufanywa maandamano kwa Maarabuni jamani? Paka msikitini kiwa imamu umekataa kusoma suratul Baqara waweza kufanya maandamano. Siku ile tu kulitokea tatizo, wataka asome suratul Baqara akakataa, pia waweza kufanya maandamano. Kisha umejiuliza maandamano yale kila siku la nini? Wamebadilisha nini? Na kila tukiamka tunaona bado tunazidi kujidimia. Ni question mark tu, mimi naweka, sitaki kupinga kitu. Tataka turudi kwenye meza, wanasema drawing box, sio? Tuangalie upya mambo hufanywa vipi, umoja huundwa vipi. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid idha ishtaka minhu udhun tadaat lahu sairul a'dha'i bis-sahri wal humma. Kama mwili hauwezi kuugua kiungo kimoja. Mpaka hapa nitakuwa nimemaliza athari za iman katika jamii yetu, na kesho nataka niingie, Mungu akinipa uhai na uzima, katika ndia nyingine ya kwenda kwa Mwenyezi Mungu. Tumepata maarifatullah, al-imanu billah. Kesho nataka kuzungumza ibada ni nini, vipi yatupeka kwa Mwenyezi Mungu, athari zake katika maisha yetu ya kijamii, katika malezi yatuchangia nini. Kabla sijafunga, kuna maswali pia moja mawili kulingana na wakati. Jamaa aniuliza kwamba kuoa ni kukinga nusu ya dini. Jana nile na maneno haya. Kuoa ni kukinga
nusu ya dini. Kwani ndoa ina uzito gani kwenye Uislamu mpaka ikapewa nusu ya dini, ambao ukiangalia si katika arkanul imani, si katika arkanul islami, hata pengine si katika wajibati, ni katika mustahabati. Si wajibu kuoa, mtu kama hakuoa hapati madhambi, si kama kusali. Kwa hivyo haiko kwenye ngazi ya arkanul islam wala nini. Kwa nini ikapekwa kwenye kuwakilisha nusu ya dini? Au kuna hikma gani? Uyauliza hapa. Kwa nini isiwe swala, isiwe mwenye kuswali ameweza kukinga nusu ya dini yake? Sasa kidogo napenda muangalie kwanza nukta ya kwanza kwa ufupi dakika mbili. Katika lugha za hadithi ziko taabiri sana wakati wakitaka kukifadhilisha kitu, ukipa maneno makubwa, lakini haimaanishi kwamba mengine yote hayana maana. Mathalan, Mtume sallallahu alaihi wasallam anapokuja akasema, ana wakafilul yatimi kahataini fil janna, mimi na yule anayemwangalia yatima bega kwa bega wapi? Peponi. So tena ya kuangalia yatima ni bora kuliko kuhiji, kuliko kuswali, kuliko kitu chochote? Si hivyo. Na hizi taabiri ziko sana, na mara nyingine utawasikia mashekhe hujibizana uko nje. Yule amenena sijui mwenye kwenda ziara ushinda, sijui mwenye kufanya kadhaa, sijui yule mwenye kumswalia mtume kama amesofanya kadhaa, basi usiswali. Si haiko hivyo. Ni katika tu kuonesha fadhila za kile kitu cha kwanza. Pili, ukitaka kujua utamu wa kushiba, kwa lugha zangu sasa, ukitaka kujua utamu wa kushiba, jaribu shida ya ndani. Upo vizuri sana. Ukitaka kujua utamu wa kushiba, jaribu shida ya nini? Ya ndani. Kama hujajaribu shida ya ndani, utajua utamu wa kushiba? Usiangalie ndoa, mwangalie ule bwana mkubwa akiwa hakupata. Angalia nguvu ya matamaniwa ya mwanadamu. Haya maharibifu yote yanayofanywa ulimwenguni nini? Yote, mpaka utawala. Ukimuuliza ule mtu anaoua mpaka nruze mpaka maami zake ili afike yeye kwenye utawala, ukimuuliza anachokitafuta exactly nini? Kushibisha matamaniwa yake. Kwa hivyo kuna zaidi kama chombo cha kudhibiti hayo matamaniwa. Angalia hapa, maasiya yote. Kwa nini ulijepa? Poleni yani, sio kezi mkono. Kwa nini mtu alijepa? Taka kujepa, ataka kushibisha nini? Shahwa. Kwa nini? Shahwa. Kwa nini? Shahwa. Na shahwa yote ya tumbo ya nini, mwisho zote hurudi kwa nani? Raisuhum, sio Sheikhul A'dha. Yote aila, hata ukila utasikia jamaa, sio utasikia tena hii kwa mambo wewe utasikia mpaka chakula ukitaka kiliwe sana, haitoshi kuambia ina vitamini A, ina mpaka uambie na simande ustadhi wetu kule kujenga nyumba, mpaka uwaingizie na kile kiungo cha mwisho ndio basi yeye ungalia. Ukienda kwa mke wangu, yeye umepika batata, tilia nyingi kwenye sahani. Unani wewe tilia tu, pengine amepita msikitini, imesikia riwaya mwenye kula batata utia. Umeona? Huduma zote mwisho ataka kufikiwa nani? Sheikhul A'dha, sio? Sasa huyu Sheikhul A'dha kirimba chake cha kumhifadhi kipi? Man tazawaja. Sio tu tena mtume kunena si alooa. Yangeleni uzuri bako taramestadi. Kuna watu wameoa lakini kushinda wale ambao mtume hakunena hiyo. Mando nena man razaqahullah. Taua sura utakao kutaua, lakini mwisho kuna na taufiki ya Mwenyezi Mungu akakubahatikia kumpata ule mwanamke mzuri. Kwanza man razaqahullah. Pili, mraatan salihatan, mwanamke atakayekuwa mke, ili aweze kukutia hicho kirimba usitoke. Sharti awe ni mwanamke, awe nani? Salihatan, faqad waqa shatra dini. Basi hoyo nusu ya dini yake
iko sawa. Falyattaqillaha fi shatri baqi, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.